Mungu wetu, tumekuja tena kwenye uwepo wako, mahali ambapo tunajua kwa hakika kwamba upo, mahali ambapo tunajua kwamba utukufu wako upo kwa wingi na umejaza, mahali ambapo tunajua kwamba maisha yetu na majibu yake yote na hata mustakabali wa kesho ya maisha yetu, kesho ya utumishi wetu, kesho ya afya zetu iko mahali hapa Mfalme. Na kwa hiyo tumekuja katika matumaini makubwa, tumekuja katika matarajio makubwa ya kwamba kuwepo kwetu hakutakuwa kwa hasara na wala hakutatuacha kama tulivyokuwa, lakini kuwepo kwetu mahali hapa Bwana ni hatua nyingine tena ya kwenda mbele, ya kutufanya tuendelee zaidi, ya kutufanya tupige hatua zaidi, ya kutufanya tuinuke zaidi. Na kwa sababu hiyo Mungu wetu, tuko mahali hapa mbele zako, tuko tukijitisha na kujielekeza mbele zako Mfalme, tukiwa tayari useme na maisha yetu, tukiwa tayari ya kwamba uwe na kitu tena ambacho unatueleza katika siku ya leo. Baba mtakatifu, kubwa sana tumekuja kuomba. Tunaomba, tunapoomba Roho wako Mtakatifu atuelekeze, ili kwamba tuweze kuomba kama inavyotupasa kuomba, kwa kuwa neno lako limesema kwamba Roho mwenyewe utusaidia udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba namna itupasavyo, lakini Roho mwenyewe anapotuombea utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, na yeye ambaye anaijua nia ya Roho anaweza kujua pia kwamba kile tunachoomba, kwa sababu Roho huwaombea utakatifu kwa namna vile apendavyo Mungu. Baba, tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante kwa sababu kile ambacho uko tayari kukitenda. Tunaanza kukiona katika imani, tunaanza kukiamini, tunaanza kukihisi, tunaanza kufeel kwamba kuna kitu katika imani kinatendeka, na tunaanza kupokea katika imani katika jina la Yesu, na tunajua kwamba kitakwenda kwa chetu na kitakuwa halisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Baba, mjalie kila mmoja ufahamu huu, mwezeshe kuelewa, mwezeshe kupokea. Wote ambao wataingia tukio tunaendelea pia, asiwepo ambaye atapitwa kwa namna yote. Na kuna wengi wanaungana pamoja na sisi katika maombi haya, japo kwa hawako mahali hapo Bwana. Wengine wako katika branchi zetu mbalimbali, na wengine wako ni marafiki wa huduma hii, wanapenda kipindi kama hiki kuungana pamoja na sisi na kuomba pamoja na sisi. Wengine wako Tanzania, wako hata nje ya Tanzania, lakini wanafuatilia kwa karibu maombi yanayoendelea, nao wanajiungamanisha ili kwamba waweze kupokea kile ambacho unakitenda kupitia maombi haya. Nao pia uwajalie wote wapokee, asiwepo ambaye atakosa chochote, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, nasema asante na miani kwamba umesikia na umetenda, katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Bwana wetu Yesu asifiwe. Karibuni tena mbele za Mungu jioni ya leo, na ni shauku yangu ya kwamba tunapoomba maombi haya roho ya ukawaida na kuchukulia kawaida isiwepo, lakini tuwe ndani mwetu kuna roho ya imani. Kuna kitu kinaitwa roho ya imani. Roho ya imani. Imani mahali pengine imetajwa kama karama. Paulo aliandika akasema wengine wamepewa karama za kuponya, wengine neno la maarifa, wengine neno la hekima, lakini wengine wamepewa imani. Kuna mahali imani inakuwa karama. Haleluya. Lakini kuna mahali imani inakuwa lifestyle, maisha ya kila siku. Kwa sababu huwezi kuitwa muamini, unaitwa muamini kwa sababu una imani. Hiyo ni lifestyle. Kila mtu anayo imani. Ndio maana uko kanisani na kila mara unakuja kanisani. Mungu hatumoni kwa macho, unajua yupo na unasema naenda kumwabudu Mungu. Hiyo ni imani tayari. Lakini hiyo imani hiyo ni lifestyle. Inafika inakuwa sehemu ya maisha yako, inakuwa ndio maisha yako. Lakini kuna mahali pengine pamesema imani ni roho. Kuna roho ya imani. Haleluya. Roho ya imani. Naomba sijaenda kwenye somo, lakini kusomea huo mstari wa Korinto wa pili, waraka wa pili kwa Korinto. Waraka wa pili kwa Korinto sura ya 4 wa 13. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema
Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani hii ya roho ambayo inaitwa roho ya imani ni imani ambayo watu wote wanaotenda kazi kubwa ndio wanakikamata roho ya imani. Haleluya. Siku moja niliambia watu mwaka 2010 mwanzoni kulikuwa na shida fulani watu wanafanyia shida, nikamwambia ninyi hamnijui vizuri. Wakati naanza kuingia kwenye kanisa, hapakuwa na kanisa, hapakuwa na jengo, hapakuwa na chochote. Kuna imani nilitumia kuanza. Nikamwambia imani ile ile bado ninayo. Mkinifanyia matatizo naweza nikawaachia, halafu nikaenda mahali pengine na nikaanza, kwa sababu ile imani nilitumia bado ninayo. Na kweli mambo yakawa hivyo. Nikabeba ile imani nikaitumia. Na ile imani mnaiona hapa. Jina la Yesu libarikiwe. Imani ile ilimfanya mtu ambaye alikuwa ametoka damu miaka 12 akaitumia. Maandiko anasema maana alinena, maana alisema, nikigusa tu upindo la vazi lake nitapona. Ile inaitwa roho ya imani. Roho ya imani inatenda kazi kupitia tamko. Unatazama jambo ambalo wengine wakilitazama ni gumu na hawaliwezi na wanaliogopa. Halafu ndani mwako kuna roho ya imani. Ile imani inaongea kitu. Na ile imani kiongea, kile kitu kinaanza kutokea. Jina la Yesu libarikiwe. Inaitwa roho ya imani. Kwa sababu tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa kwamba naliamini na kwa sababu ya kule kuamini nalisema kwamba kile ninachokiamini kitakuwa. Haleluya. Na sisi tuna roho ile, na kwa sababu hiyo twanena. Kwa ninaposema mambo haya kwamba Mungu anabadili nyakati mbaya kuwa nyakati njema, natumia roho ya imani. Na kwa sababu ninaamini na nena. Haleluya. Nani yule? Yakobo jana nilikuwa namsema. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitumia roho ya imani. Hata kama pengine hakuna ushahidi kwamba alimwambia mtu, lakini alisema moyoni mwake kama yule mtu wa kutoka damu. Akasema, kwa sababu nimeona mabeberu kwenye ndoto wa miria na madoadoa, akasema moyoni mwake, nikitengeneza fito za mlubna zinazofanana na wale mabeberu, nikaziweka mbele ya wanyama wakiwa wanakunywa maji, nitazalisha wanyama wa miria na wadoadoa. Alitumia kitu kinaitwa roho ya imani. Na Mungu akikusaidia akakujalia ukawa na roho ya imani, wewe sio mtu wa kawaida. Unapita mahali watu hawapiti. Unainukia mahali watu wanaanguka kwa sababu ya roho ya imani. Roho ya imani inawafanya watu wanakabiliana mambo makubwa. Roho ya imani ndio ile ilikuwa na Yehoshafati. Watu wanaenda na magitaa na vinubi, wametangulia mbele ya jeshi, halafu wao ndo wanatangulia kukabiliana na jeshi. Wakiamini kwa nyimbo maaskari wa adui wataanguka. Walitumia roho ya imani. Walisikia lile neno la yule nabii aliyesema hamtahitaji kupigana, lakini kesho nendeni mkajipange kwenye ule uwanja wa vita katika bonde la Sisi. Haleluya. Hamtahitaji kupigana kwa sababu vita ni vya kwangu mimi. Wakadaka roho ya imani kwa lile neno. Wakashika kitu kinaitwa roho ya imani. Asubuhi wakashauriana tunaendaje. Mmoja katoa wazo, tutangulize wanaozoimba. Mfalme akasema yes, hilo ndio lenyewe.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakatanguliza waimbaji. Waimbaji nao wana roho, wamekamata roho ya imani, hawaogopi. Unajua kama huna imani alafu naambia utangulie. Sisi wacha tusome tu kwamba litanguliza waimbaji, lakini wewe jiweke kwenye nafasi ya wale waimbaji. Haleluya. Hawana roho ya imani alafu waambie tangulia. Na kule wanakoenda wanajua kabisa wanachokutana nacho ni mizinga. Kama huna roho ya imani huwezi kutangulia. Waimbaji nao wale wa sifa wakakamata roho ya imani. Wakajua tunaimba nyimbo si za kawaida. Tunajua tunaimba nyimbo ambazo ndani mwake ni makombora. Zikiimbwa zikienda kwenye kambi ya maadui, maadui wanapigana, maadui wanachanganyikiwa. Wakaenda wakaimba kwa roho ya imani. Kwa wote tuna imani, lakini kuna imani level ya lifestyle. Kuna imani level ya spirit. Wanaoshinda sio wenye imani level ya style, lifestyle, yani mtindo wa kuishi. Wanaoshinda ni wenye imani level ya spirit of faith. Lakini kila mtu kwenye lifestyle yake ana imani. Ndio maana anaitwa, mimi kanisa langu ni Gilgal, kanisa langu ni PAG. Ukishasikia kanisa langu maana yake anaamini, ana imani. Lakini hiyo imani inaweza kukufanya ukaishi hivyo hivyo maisha yote, hakuna kinachokubadilikia, ila unaitwa PAG au unaitwa Gilgal. Haleluya. Mimi nilizaliwa humu. Yaani hiyo kila mtu anayo. Na watu wanajivunia kweli, nilizaliwa humu. Lakini unaweza kuzaliwa humo, wanaokuja wote nyuma yako wanakukuta wanaruka juu wanakuacha. Wanainuka wanakuacha. Wanafanya vitu vikubwa wanakuacha. Wewe umebaki na story, mimi nilizaliwa humu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini wenye roho ya imani siku zote wanafanya mageuzi. Siku zote kuna vitu vipya vinatokea kama matokeo ya kuamini kwao, kwa sababu ya roho ya imani. Wangapi wameelewa ninachoongea? Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa roho ya imani Yoshua akasema, hii vita hatuwezi kulala hatujaimaliza. Hatuwezi kulala hatujamaliza maadui hao wote. Jua simama Gibeoni, mwezi simama Ayaloni. Kwa roho ya imani dunia ikaacha kuzunguka. Kwa mtazamo wa kawaida watu wanafikiri jua lilisimama. Jua siku zote limesimama. Wale waliosoma hayo mambo wanajua jua haliendi popote, jua limesimama. Ila dunia inalizunguka jua. Mnaelewa vizuri? Na dunia yenyewe wakati inazunguka jua na yenyewe inaenda inajizungusha hivi, inajigeuza geuza hivi. Sasa kijigeuza geuza ndio tunaona mchana umeingia, usiku umeingia. Ule upande unaelekea kwenye jua ni mchana, ule upande unaelekea mbali na jua ni usiku. Inazunguka jua huko yenyewe inaenda inajigeuza. Tukaenda pamoja. Sasa kilichotokea, dunia iliacha kujigeuza kwa masaa kadhaa. Haleluya. Dunia kama iliendelea kuzunguka, basi ilikuwa inaenda bila kugeuka. Ilishazoea inatembea hivi, dunia inaendaga hivi. Inazunguka jua huku na yenyewe inafanya hivi. Ndio maana kunatokea usiku na mchana. Sasa nadhani iliamua kwenda bila kujigeuza. Upande ule kabaki ule ule kwa muda mrefu sana. Kukawa na mchana mrefu sana. Au iliamua kuacha kabisa kutokutembea. Ikakaa sehemu moja. Kwa mchana ukawa mrefu sana. Lakini kuna mtu mmoja mwenye roho ya imani alitamka. Kwa sababu Biblia inasema kwamba tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Ndio maana hakuna miujiza yote inayotokea mpaka mtu aseme. Anayeponya wagonjwa anasema kwa jina la Yesu we mzima. Yaani haiwezi kuwa tu kimya kimya akakutazama hili halafu kapona. Lazima aseme. Lazima aseme upone. Hata Yesu mwenyewe alikuwa anasema imani yako imekufanya kuwa mzima. Kama roho hajasema unauma bado. Haleluya.
roho ya imani inaendana na kusema. Roho ya imani haitendi kazi bila kusema. Na wasio nayo yote hawasemaji, kwa sababu wanaanza kwa isipotokea je. Wasio na imani wanasali, lakini kuna vitu hawasemaji, kwa sababu wana hofu wakivisema wataaibika. Tunakwenda pamoja. Haleluya, haleluya. Daka roho ya imani kwa jina la Yesu. Pokea roho ya imani kwa jina la Yesu. Roho ya imani itakufanya mtu mwingine mwaka 2026. Itafanya maisha yako kuwa viwango vingine mwaka 2026. Kwa kuwa tuna roho ya imani, tunanena maana imeandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nasema. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Naomba tusome pamoja Esther. Tunachoongea leo na tunachokiomba leo ni kuomba kwamba Mungu atusaidie, kwamba tutambue au tu sense. Nilikosa Kiswahili kizuri, lakini nikapata pengine kung'amua ndio Kiswahili kiko karibu zaidi na kusense. Bwana Yesu asifiwe sana. Tung'amue kwamba huu ni wakati gani. Huu ni wakati gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mageuzi mengi ya kiroho yalitokea kutoka kwa watu waliong'amua huu ni wakati gani. Na watu hawakujua huu ni wakati gani, walipata athari. Nani aliwahi kusoma story ya mtumishi wa nani yule Elisha na Naaman? Yule mwenye ukoma alikuwa anaitwa nani? Yule mwenye ukoma Naaman. Haleluya. Sikiza neno Elisha anasema wakati jamaa amerudi na ukoma. Amerudi na mazawadi. Yaani Elisha alijua, alisense time. Sio kwamba Elisha apokea zawadi. Watu wengi wanamletea zawadi mara nyingi. Kuna wengine walimletea nyingi tu, akapika, na mwingine akaona havitoshi akaenda kutafuta na vingine, kumbe ameleta matango mwitu. Tunakwenda pamoja. Sio kwamba alikuwa apokei. Lakini kulikuwa na wakati anajua hii nikipokea ina madhara. Sasa asiyejua wakati yeye ni kukusanya tu, ni kupokea tu. Asiyejua majira, kwamba kuna majira mengine hata kama na shida namna gani unaiacha inaenda. Ukichukua kitu si wakati wa kukichukua, kitakuua. Haleluya. Sio kwamba watu walikuwa wamletea vitu akala, lakini alikuwa anajua kuna wakati mwingine si wa kupokea. Kuna Naamani akaleta zawadi nzuri nyingi. Elisha akamwambia, hizi nenda nazo. Hizi nenda nazo, sina shida ya kitu chochote kile. Wewe nenda tu na zawadi zako. So umepona hiyo, nimepona, nenda salama. Kamsalimie boss. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Dogo moja akasema, my God, huyu mzee anaacha kabisa vitu vinaondoka. Haleluya. Mzee mbona anapitwa na wakati, anaacha vitu vinaenda. Biblia inasema akaondoka kama alikuwepo. Haleluya. Akaenda kumbe anafuatilia. Kamkuta yule jamaa kule barabarani. Amesema, tafadhali simama. Mzee amesema hahitaji kitu, lakini baadaye ulipoondoka tu akapata wageni. Haleluya. Kapata wageni, sasa naomba hiki na hiki na hiki, fedha kidogo, sio na nini, akaviorodhesha pale anavyovitaka. Kwa amenituma nije nichukue kidogo twende tukahudumie wageni. Yule jamaa naye akasema, afadhali sadaka zangu zilikuwa zimekataliwa, bora akatoa kama kwa ukarimu wake wote, maana amekuwa mzima. Kwa kutoa haikuwa shida. Haleluya. Jamaa kabeba, alipokaribia nyumbani kamficha sehemu kwanza, akajitokeza kwa mzee kama alikuwepo. Kama alizunguka jirani. Mzee akamwambia, ulikuwa wapi? Mbona nilikuwa siko Gehazi. Nilikuwa tu hapa nilikuwa hivyo tu. So, wewe wakati unaenda kwa yule bwana ukamsimamisha ukachukua zile zawadi, moyo wangu ulikuwa pamoja na wewe.
Yaani wewe unachukua mimi moyo wangu, tunaonana, tuko pamoja, na hapo ulipoficha tuko pamoja. Ndio akatumia neno, je, huu ni wakati wa kupokea zawadi? Huu ni wakati, lazima ujue kusense time. Na hicho ndicho kitu wengi hatukijui. Hatujui kusense huu ni wakati gani. Haleluya. Ndio maana nabii kama hizi zinakuja, wengine zinawapita kwazo, they don't sense, hawasense huu ni wakati gani. Tunaomba maombi kama haya, mimi nawaambia Mungu ameniambia tuombe hili. Wengine wanaomba kama wanaomba wale siku zote walivyozoea kuomba, Baba yetu uliye mbinguni. Hawaelewi kuomba jambo la wakati na kuomba maombi ya wakati. Kwa sababu hawajui tuko katika wakati gani na tunaomba kwa wakati gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujue kung'amua wakati. Huu ni wakati gani? Na kaa kwenye wakati gani? Kuna message zingine zinakuja kanisani, ni message ya wakati. Wengine wanaona ni mahubiri tu. Ujumbe, Mungu anatuma ujumbe wa wakati. Hapo wengine wanaona tu mahubiri. Tunakwenda pamoja. Tunakwenda pamoja. Kujua kung'amua huu ni wakati gani. Kwa Elisha akamwambia Gehazi, je, huu ni wakati wa kuchukua? Kwa kuwa umechukua zawadi za Naamani wakati ambao si wa kuchukua zawadi, basi ukoma wa Naamani unakupata wewe. Kabla hajaelewa vizuri, tayari mwili mzima ni ukoma. Haleluya. Kabla hajaelewa sawa sawa, tayari ile neno natoka kwamba umechukua zawadi wakati ambao si wa kuchukua zawadi, basi umechukua ukoma. Tayari anao. Na utaratibu wa Israeli, ukishakuwa mkoma lazima ukae nje ya kambi. Yaani huhitaji wa kuondoa, yeye mwenyewe alijiondoa. Alipoona tayari anajua mahali wakoma wanaishi. Haleluya. Akaongoza, akaenda panapo mstahili kuwa. Kwa sababu ndani mkoma hawezi kuenda kukaa hapo tena. Lazima aende nje ya kambi. Bwana Yesu akaondoka. Nadhani hata zawadi zake alizobeba hakuchukua tena. Hana hamnazo. Hela alizokuwa ameshachukua hana hamnazo. Ziliozea pale pale. Kwa nini? Hakujua kung'amua huu ni wakati gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa imekuwaje? Umehama. Kwa hiyo Biblia inasema hivi. Nilikwambia usome wewe kuanzia mstari wa kwanza, ila mimi naanzia mstari wa 9. Wangapi walisoma kuanzia mstari wa kwanza? Basi Hathaki akaja akamwambia Esther maneno ya Mordekai. Ndipo Esther akasema, nimesoma mstari wa 9 Ndipo Esther akasema na Hathaki akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yeyote akiwa mwanaume au mwanamke atakemjia mfalme katika ua wa ndani, wala hakuitwa kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshia fimbo ya dhahabu ili aishi. Wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. Basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther, naye Mordekai akawaagiza wampeleke Esther jibu la kusema, wewe usijidanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Haleluya. Haleluya. Unaelewa kilichotokea kwa Esther kinatokea kama kinamtokea yeyote.
unajikuta umepata kazi mahali fulani, unajikuta umepewa ofisi fulani, unajikuta uko kwenye position fulani mahali fulani, halafu wewe unadhani ni maisha tu. Kumbe kuna sababu moja muhimu maalum imekufanya, yaani ile ndio agenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile tu ndio agenda. Sasa Esta alidhani ameolewa na mfalme, ni malkia, mambo yameishia hapo, ni malkia ndio maisha. Kumbe maisha sio malkia. Ameenda pale, kuna season fulani, kuna majira fulani, kuna wakati fulani umalikia wake utafanya jambo ambalo ndio sababu yake hasa iliyompeleka kwa malkia. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa kugundua wakati huo ni kwanza kugundua kuna jambo hilo nalo linahitaji neema. Na kugundua hilo jambo litakuwa wakati upi nalo ni jambo lingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Esta kaishi na hajulikani alikuwa ameshakaa muda gani. Lakini muda huo ikatokea mtu mmoja ambaye alikuwa ameteuliwa na mfalme kuwa kiongozi mkuu. Yaani ukiondoa mfalme, yeye ndio next, ndio wa pili kwa madaraka na kwa ukuu. Anaitwa nani? Hamani. Hamani yule bahati mbaya ni mtu ambaye anapenda sana ukubwa. Sema ukubwa. Anapenda ukubwa. Anataka akipita watu wote walale chini waseme mheshimiwa, mheshimiwa, mheshimiwa. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa akipita, na nadhani kwa utaratibu, nadhani hata kwenye sheria ulikuwepo, kwa sababu ilikuwa ni tawala za kifalme. Nadhani ni utaratibu wa kawaida. Lakini tulishazoea aliyekuwa anafanya hivyo kwa kawaida na kwa mfalme. Sasa na Hamani na ile kaipenda sana. Kwa akipita watu wana prostrate, wanalala chini. Haleluya. Wanamwabudu, wanamsujudia, bila shaka na maneno ya kumsifia yanasema hapo. Sasa jamaa mmoja anaitwa Mordekai, ni Myahudi. Na dini ya Kiyahudi inafuata Torati. Na Torati inasema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi, wala usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kichochote kile. Wapi na wapi? Chini ya mbingu. Usikitumikie, usikisujudie, wala kukitumikia. Asante. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu. Sasa ile kitu imemkaa, inakaa kichwani pake. Usikisujudie wala kukitumikia. Kwa hiyo wakipita watu wote wanasujudia, Mordekai anasema Mungu amesema usikisujudie wala kukitumikia. Kwa nabaki amesimama. Jamani, wewe mbona huinami? Nadhani alikuwa anapata majibu yanayostahili. Huyu jamaa hana nidhamu Analiingia uyahudi wake. Atanitambua, hajui mimi ni Hamani, boss. Siku moja akaitisha baraza la kutunga sheria. Akaleta mswada wake upitishwe na baraza. Haleluya. Wayahudi ni wasumbufu. Kila mahali walikuwa Wayahudi ni wasumbufu. Hawafuati taratibu. Sasa mswada unaopendekezwa, Wayahudi waondolewe kabisa, wasiwemo kwenye himaya, wauawe wote. Watu wakaujadili mswada, wakaupitisha. Imebakia hatua moja kwenda kusainiwa na mkubwa, ili sasa uwe sheria inayotenda kazi. Haleluya. Watu wote wakaupitisha, tayari sheria ya Wayahudi wote wauawe. Ikapelekwa kwa mheshimiwa mfalme. Mfalme naye hakujua ile sheria inakuja kwa agenda gani, inamlenga nani na kwa nini. Akaipitisha, akasaini. Tayari utekelezaji unaanza. Haleluya. Haleluya. Mordekai Hamani haraka nyaraka zikaandikwa, na tarehe ya kuwachinja Wayahudi ikaandikwa
kwenye nyaraka zile, tarehe fulani, watu wote jamani mjiandae, ni siku ya kuchinja Wayahudi. Haleluya, 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 haleluya. Ile siku ya kuchinja Wayahudi, waraka ule Mordekai akapata nakala. Maisha yake na moyo wake ukahuzunika, akaacha kuvaa nguo za kawaida, akaanza kuvaa magunia, akawa ni mtu wa maombolezo. Lakini lazima aje kazini, na shughuli zake anazofanya ni hapo hapo kwenye eneo la mlango wa nyumba ya mfalme. Lazima aje kazini, lakini watu wote wanamuona amebadilika, hata kuvaa amebadilika, anavaa magunia. Watu wakampeleka taarifa Esta. Yule mzee anaitwa Mordekai, walikuwa hujui kama wanahusiana, kwa sababu Mordekai alikuwa amemwambia, ukienda kule usinitambulishe. Haleluya, wala usijitambulishe kama wewe ni Myahudi. Hawajui kama wanahusiana. Taarifa zikamfikia Esta, anajua mjomba wangu nini kimempata. Katuma watu, nende muulize kwani kumetokea nini. Mjomba akamtumia ujumbe, akaeleza kumetokea 1 2 3, kuna waraka, tunakufa wote na wewe mwenyewe. Bwana Yesu sana, haleluya. Akarudisha majibu, akasema sasa tunafanyaje? Kumwona mfalme, sheria yenyewe ni ngumu sana, haibagui malkia wala yeyote. Kama hakukuita kwenye ua wake wa ndani ukajipeleka, hajakuita, halafu mfalme asikunyoshe fimbo ya dhahabu, umeisha, unakufa. Labda upate kibali tu akunyoshe fimbo ya dhahabu. Na mimi siku 30 sijawahi kwenda kwenye ua wa ndani, hajawahi kuniita. Tunafanyaje? Mzee yule Mordekai akamwambia, unachohitaji sasa hivi ni kusensi muda. Huu ni wakati gani? Umalikia wako ni kwa ajili ya wakati huu. Yaani agenda yote ni kufanya kwa malikia ni hii ya leo. Akawatuma kasa, nendeni mwambieni muda huu ndio ulimpa umalikia. Akikosea tumia huu muda, umalikia hata kuwa nao, bali yeye na nyumba ya baba yake, yani ndugu zake wote watatafutwa, hata kama hawajulikani watatafutwa, wote watakufa. Na Mungu ataleta msaada wa wokovu kwa ajili ya Wayahudi kwa njia nyingine. Lakini yeye amekosea wakati. Tumezoea kuita, tuna hicho Kiswahili tunacho cha kiroho sana, tunangoja wakati wa Bwana. Ukimuuliza wakati wa Bwana unaujua, hajui. Mimi nipo tu Bwana na usubiri wakati wa Bwana. Upi? Unaujua? Bwana Yesu asifiwe sana. Nitafanya tu kwa wakati wa Bwana. Lini? Nikutana kijana, wewe mbona huowi? Kwa wakati wa Bwana. Upi? Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, tambua majira, tambua wakati. Wewe ni malkia, na sababu ya wewe kuwa malkia ni wakati huu. Yaani agenda yote iliyokupa umalikia siku ile, wanakupendelea, wanakupa kile unachotaka, ni leo, ni kwa ajili, ilikuwa ni kwa ajili ya siku hii. Akamwambia yule mzee anaelewa nyakati, akamwambia wakati huu usipoutumia hautapata mwingine tena. Hakutatokea mwingine tena, kwa sababu maana ya kwako ya kuwa malkia ni huu wakati. Akamwambia ukinyamaza kimya kabisa wakati huu, Mungu atafanya wokovu wa Wayahudi kwa namna nyingine, lakini wewe na nyumba ya baba yako mtaangamia. Aliposikia maneno yale, bahati nzuri ni mtu anayesikia, akaelewa, okay, huu ndio wakati. Akajitosa, akatoa maelekezo, jamani tufunge. Kama hivi vitu tunavyofanya, jamani tufunge siku 3. Tufunge, tuombe. Kwa kuwa ni wakati wa Bwana, tufunge tuombe. Nitaenda kwa mfalme. Wakafunga, wakaomba. Baada ya mfungo akaenda kwa mfalme. Wakati wa Bwana, wakati wa Bwana.
Na mimi naomba msicheze na huu wakati. Kuna maneno nawaambia mimi, na mimi najiwaambia kwamba haya maneno ndio wakati huu. Ukimisi hii, inawezekana hiki tutakachomishi sasa ikakuchukua muda kukifikia siku nyingine. Haleluya. Akaeni, ila natokeza mfano utafikiri ameswichiwa. Anasema hata maneno yasingetarajiwa kusema. Malkia Esther, shida yako nini? Nini haja ya moyo wako? Yaani wewe sema tu, hata kama nataka nusu ya ufalme sema wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana vitu vinaenda vyenyewe, vitu vinakuwa vyepesi. Mfalme anasema hata kama nataka nusu ya ufalme sasa hivi nagawa. Yesu akasema sina shida kubwa sana, nimekuja kukomba jioni uje ule chakula. Alafu akishe unapokuja uje na Hamani, nimewaandalia karamu nzuri sana ya chakula. Haleluya. Hakuna haraka. Wakati wa Bwana ukifika huna haraka. Hakuna kufosi mambo. Wakati wa Bwana. Mfalme akapikiwa chakula kizuri, karamu, na Hamani wakara wakafurahi. Hamani alitoka kichwa kimeinuka. Yani watu wote tunaotumika chini ya mfalme ni mimi tu. Nimeteuliwa mimi tu. Leo nimekuwa na peke yangu. Yani nilikuwa peke. Haleluya. Watu wakamsifia kweli kweli. Kesho yake Yesu akarudi tena. Na leo tena umerudi. Shida ni nini tena na leo? Wewe sema hata kama nataka nusu ya ufalme. Akasema nimekuja kualika mara ya pili. Na leo mrudi. Haleluya. Nimekuja kuita mje tule mara ya pili tena. Na leo tena mrudi. Uje na Hamani peke yake. Hamani akarudi nyumbani, anawaambia watu, nimeitwa tena. Mimi peke. Wakati baada nasimulia, wakamwita, unaitwa haraka sana. Ila nafika pale, mfalme anakula bado na hii chakula sio bure. Huyu ana jambo. Pale maswali yakaanza tena. Malkia Esther, kuna jambo hujasema, lakini hivi unataka nini? Lakini wewe niambie, hata kama ni nusu ya ufalme unataka, mimi nakupa. Akamwambia mimi shida yangu tu ni maisha yangu. Mimi na watu wangu tumeuzwa. Nani huyo kafanya hivyo? Huyo hapa. Haleluya. Huyo hapa mtu mbaya sana, tena mtesi. Si unajua watu wanaotembea karibu na mfalme, shughuli yao wanaielewa vizuri. Yaani akishasema hivyo, kitambaa cheusi hakichelewi usoni. Haleluya. Ile tu anatamka hivyo, jamaa na kitambaa cheusi usoni. Tayari wengine wakaanza tena. Kuna mti alikuwa ameshauchonga kabisa wa kumtundika Mordekai huko nyumbani kwake. Jamaa kauawa. Sheria ikabadilishwa. Kwa maneno mafupi, sheria ikabadilishwa, ikageuzwa. Watesi wote wa Wayahudi ndio watauawa ile tarehe. Ile tarehe ile iliyopangwa kuua Wayahudi ndio tarehe ile ilikageuzwa ikawa ya kuua maadui wa Wayahudi. Wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana. Mungu akabadilisha mabaya kuwa mema. Ile siku ya kuwaua ilikuwa inaitwa Puri, na siku hiyo ikawa ya kuua maadui, kwa hiyo ikaitwa Purim. Puri ikabadilishwa ikaitwa Purim. Mungu akawaheshimisha maadui. Pokea jambo hilo kwa jina la Yesu. Kuna mambo yanabadilika kwenye maisha yako. Kuna mambo yanakwenda kinyume katika maisha yako. Yalivyokuwa mabaya, hayo yatageuka kwa utukufu kwa jina la Yesu. Kwa sababu Mungu aliyegeuza Puri kuwa Purimu ana mambo ya kugeuza kwenye maisha yako. Lakini kubwa sana, mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie kujua wakati, kung'amua huu ni wakati Mungu anafanya jambo gani. Naomba tusimame. Leo nimetumia muda mrefu, nimezidisha kidogo. Naomba tusimame. Mwambie Mungu akusaidie. Mimi najua ni wakati, lakini sina hakika kama wewe unajua. Sina hakika kama unaidaka kama ninavyosema. Hicho ndicho nataka muombe Mungu jioni ya leo.
akutilie sensitivity, ule ung'amuzi wa kiroho wa kutambua kwamba jambo la majira ya Bwana lazima usilipoteze, usilikose. Baba, tuinue mikono yetu mbele za Mungu. Kama piga magoti, usijali. Mungu ni Mungu anayetenda mema, na ni Mungu anayetenda mambo kwa majira yake na kwa wakati wake. Mungu alitembea na watu ambao walikuwa wanadamu kama sisi, lakini waliofanikiwa kutambua nyakati za kimungu. Daudi alipokwenda kwenye uwanja wa vita kuwatembelea ndugu zake, akakuta Goliati anawatukana. Moyoni mwake alitambua majira, akafanya jambo la wakati. Ile jambo la wakati alilolifanya siku ile lilibadilisha maisha ya taifa, na likabadilisha maisha yake kwa ujumla. Petro, siku alipokuwa amevua na akakosa samaki, wakati wakiwa bado hamjui Yesu, Yesu alimkuta mahali pale na wenzake wakiwa wanasafisha nyavu zao na kuzitengeneza. Na Yesu akamwambia amchukue katika chombo chake ili waende katika bahari, ili aweze kuhubiri mkutano akiwa ndani ya bahari. Petro ni kama alitambua majira ya mabadiliko ya maisha yake. Petro ni kama alitambua majira ya kwenda utukufu mwingine. Alikubali kumchukua Yesu katika mashua yake. Wakati huo pengine walikuwa hata hawajuani, lakini alikuwa ni majira ya kimungu. Kajiambatanisha naye, wakafanya vile waliofanya pamoja, na maisha yake na wenzake yalibadilika kuanzia siku ile. Watu wengi katika maandiko walipata hali ya kung'amua ni wakati upi na nini kinafanyika kwa wakati. Mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Zakayo alitamani kumwona Yesu, na siku aliposikia Yesu anapita mjini kwao, alifanya jambo ambalo si la kawaida watu wengine kulifanya, kwa sababu alitambua nyakati za kuijiliwa na kutembelewa. Akafanya jambo ambalo watu wengine hawezi kulifanya, na yeye mwenyewe pengine katika maisha ya kawaida singeweza kulifanya. Kumbe ndani kuna hali imemwambia huu ni wakati. Huu ni wakati ambao ukikupita unaweza usipate tena. Akafanya jambo lisilo la kawaida, kaenda kupanda juu ya mkuyu ili amuone Yesu. Unapokuwa umepiga magoti mbele za Mungu, haitoshi tu kujua kwamba uombe kwamba uweze kuwa na uwezo wa kunyamua wakati, lakini nafaa pia na kuomba unapokuwa ni wakati, nini wewe ulifanya
katika wakati kama huo. Wakati mwingine tunahitaji Roho wa Mungu kutusaidia, lakini kuna wakati mwingine inagharimu utii wetu tunapokuwa tumejua ni wakati. Wengine unapokuwa ni wakati wanashindwa, wanaweza kauona lakini wakashindwa kutii, kwa sababu kile kitu wakati unawataka wanaweza kwa si kitu walio tayari nacho, na hivyo kwa sababu ya kutokutii wakapoteza. Hamani ulikuwa ni wakati wa kupona kwake, lakini ile namna ya kupona kwake ilikuwa haiendani na matarajio yake, na kama si watu walikusaidia kumshawishi, kidogo angepitwa na ule wakati, kwa sababu alikuwa na viwango na matarajio na matakwa aliyokuwa nayo, ambayo alitarajia uponyaji wake ulipaswa kutendeka. Kumbe ni wakati wake wa kupona, na yale aliyotakiwa kufanya wakati wa kupona si jambo lilikuwa linakubaliana na ufahamu wake. Wakati Mungu anafanya jambo, anaweza kutaka kufanya jambo lisilokubaliana na fahamu zako, na halafu kapitwa na jambo Mungu analolifanya. Unapokuwa umetulia mbele za Mungu, ninaomba ruhusu Roho Mtakatifu atembee ndani ya moyo wako, ndani ya ufahamu wako, ndani ya moyo wako. Halafu aumbe mtu mwingine ndani mwako ambaye ana uwezo wa si tu kusensi nyakati, lakini nyakati zinapomtaka kufanya jambo fulani au kuwa katika namna fulani, anaweza kuwa tayari kuwa hivyo ili adake kile ambacho Mungu anakifanya kwa wakati. Wengi wanashindwa hilo, wengi wanapoteza katika eneo hilo. Hawajui kwamba wakati unapokuja kuna namna na kutaka, unapotambua ufanye nini katika wakati huo. Esther kilichomsaidia yule mzee alipomwambia huu ni wakati, mara moja Roho wa Mungu akasema ndani mwake, kama ndio wakati, nini kifanyike? Akaagiza watu wote wafunge na kuomba, kwa sababu ni wakati. Kujua cha kufanya wakati wa Bwana, si kila mmoja anafanikiwa, kwa sababu wakati mwingine wakati wa Bwana unakutaka kufanya jambo ambalo nafsi yako inalikataa, nafsi yako haikulizoea, nafsi yako inalionea haya. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, niumbie moyo mpya, moyo unaweza kutambua wakati wa kuijiriwa, wakati wa kutembelewa, wakati wa kubarikiwa, wakati wa kupiganiwa, wakati wa ushindi, wakati wa kubadilishwa mabaya kwenda mema. Nisaidie Bwana, niweze kujua, niweze kung'amua yapasayo. Ndicho Yesu alichofundisha ulipokuwa ukiulilia Yerusalemu, ukasema laiti ungejua yapasayo amani. Wakati mwingine, wakati unapokuja, nimekuwa nikishindwa kujua yapasayo, na hata nilipoyajua mengine alipishana na matarajio yangu, nikashindwa kuyatii, nikashindwa kuyafanya yale yaliyopasa kuniletea mabadiliko. Kuanzia sasa, naomba moyo mpya uumbike ndani mwangu, unaoniwezesha kujua wakati na kujua yapasayo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Bwana. Naamini ya kwamba kutokea sasa sitakuwa yule tena, na maisha yangu hayatabaki kama yalivyokuwa, katika jina la Yesu. Amen. Baba uliye mtakatifu naishi, nataka tuhitimishe ibada hii. Tunajua kuna jambo umeliumba leo, tunajua kuna jambo umelifanya leo, tunajua kuna hatua umetupigisha leo, na mimi nakushukuru kwa sababu hata maisha yetu hayatakuwa kama ilivyokuwa tena. Ninaomba katika jina la Yesu, napohitimisha ukubali kupokea sadaka tulizokuja nazo.
nasi utubariki, ututendee mema, nasi tujue kutembea pamoja na wewe. Tunaporudi nyumbani kujiandaa na ibada za kesho, tutangulie, tulinde, tutunze, ziandae nafsi zetu kupokea ujumbe wa wakati na matendo ya kimungu ya wakati, katika jina la Yesu, amen.